Sehemu ya 12 katuacha na maswali kede, maswali mengi sana kufahamu nini itakuwa hatima ya Allah. Amekwenda kunyang'anywa vitu vyote, lakini nini itakwenda kuwa hatima ya Allah? Pia binti na mimba ambayo sio ya kwake. Lakini pia tujafahamu bado nini itakuwa hatima ya kwake Maina pamoja na rafiki yake Rasma. Vitu vingi ambavyo bado tuko na maswali mengi ya kujiuliza. Na hii ni sehemu ya 13 na sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu ya Maina. Inapatikana hapa Simulizi Zetu Media. Msikilizaji, hakikisha kwamba una subscribe channel yetu, hakikisha una like, una share, lakini pia usiache kuandika comment. Na katika comment yako usisahau kutuambia pia unapatikana wapi duniani, kama uko Tanzania, kama uko Kenya, uko Uganda, uko United States, uko kwa ndugu zetu wapi kule unapaita tena Italy, na popote pale ambapo wewe upo msikilizaji, itakuwa vizuri sana basi kama utashare na sisi tukafahamu kabisa familia yetu ina ukubwa na imetanuka mpaka kufikia wapi. Usiache kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Instagram, Facebook, TikTok, lakini pia audio mwako kuandika Zetu Media, lakini pia karibu pale WhatsApp kwa ajili ya kupiga story na sisi kwenye group, ambapo utatuma ujumbe kwenye namba yetu ya 0757567253. Basi moja kwa moja utakuja kuungana na familia kubwa kabisa ya wapenda simulizi kama ilivyo kwako msikilizaji. Mimi naitwa Tutu na hii ni sehemu ya 13 na ya mwisho kabisa ya andiko tamu kabisa kutoka kwake Sam Dafur. Sasa tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia, wakati ambapo tumefahamu kwamba binti Nina na mimba ambayo kwa hesabu zake hala anaona kabisa hapana, hapa nimeuziwa mbuzi kwenye gunia. Sasa wakawa wamekaa kwenye benchi huko, kila mmoja akiwa na wazo la kwake. Mama Hala hakutaka kuamini kama kweli Nina alikuwa na ujauzito kutokana na kutokuona dalili zozote za mimba. Hata mama Nina pia ilikuwa hivyo. Lakini kwa upande wa Hala na Kesi, wao waliamini kwamba ni kweli Nina alikuwa na mimba. Na akiwa katika dimbwi la hasira, Hala alimwomba Kesi usogee pembeni ili apate kuzungumza. Hebu njoo kwanza, Hala alisema. Kuna nini? Kuna kitu nataka tuongee mwanangu. Kesi alinyanyuka na kumfuata Hala. Nyuma ya mama Nina na mama Hala waliingia katika mazungumzo kufuatia kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa watoto wao. Unajua mimi siamini kama Nina ana mimba. Mbona haonekani akinenepa wala kubadilika? Tena anasema kwamba ni miezi mitano kivipi? Mama Nina alifoka. Ndio nashangaa, kama sio mitano basi hiyo sio mimba. Unajua yani hicho ni nini sasa? Unajua madaktari wa field hao wajinga sana. Yani tangu lini Lina kashika mimba kwanza? Mama Nina alifoka kwa sababu anajua kabisa mwanae hataki kabisa kushika mimba. Kwani ndo mimba yake ya kwanza au ama kushika? Ashike wapi bwana? Kwa kushika mimba. Mimi Nina namfahamu A to Z. Nimeishi naye mimi pale kwangu. Nafahamu kila kitu. Sasa ngoja kwanza tuone leo majibu. Tuone. Kabla hajamaliza kuongea vizuri, Manina simu yake alikuwa ameshika mkononi kaita. Alikuwa si mtu mwingine ambaye amempigia, bali alikuwa ni Sesi, rafiki yake na Nina. Basi alitazama kwa hasira kisha akapokea. Naona semaje bwana? Aliongea kwa kufoka. Mama, mbona una hasira? Au kitaka kuuliza Nina yuko wapi? Maana nasikia amelazwa na mimi niko hapa hospitali. Na hapo sawa. Hapo tuko hapa kama upande wa kulia, kuangalia kama unaenda wodi ya wazazi utatona tumesimama. Mama Nina alimueleza na kisha akakata simu. Sasa huko walikuwa wakizungumza kwamba unajua kama sio Yusufu basi itakuwa ya Garma. Mimi sidhani Kesi. Kesi aliongea ambapo Hala akasema mimi mbona sidhani Kesi? Mimi nahisi kama ile ni ya Garma moja kwa moja. Sema unajua kuna upuuzi hapa. Mwanamke unajipanga kabisa kumuoa, kumbe chizi tu. Bora hata ungemuoa Maina. Najuta kabisa kumpoteza ujue. Hala wewe naye muda mwingine unakuwa kama fala hivi. Mambo gani yao wazazi ambao unaleta? Hebu sikia mwanangu. Acha tusikilizie kwanza daktari atasemaje. Mimi huyo Nina mwenyewe. Maana inawezekana vipi? Yani hiyo mimba hiyo ni miezi 5. Yani bora hata ukubali ya Maina ujue. Ndio hapo sasa. Yani huyo mbwa kweli. Yani ana mimba, ana mimba ya miezi 5. Haki ya Mungu mimi nakwambia namwacha papa hospitalini nitaondoka zangu, hata mimi nakwambia. Nitaondoka zangu mimi nikapambania mali zangu. Kila kitu ambacho kinaendelea hapa atalie na mama yake. Hala alisema huku akimtazama Kesi. Basi marafiki hao wawili walikuwa katika maongezi ambayo mada kuu ilikuwa ni nani mwenye mimba. Upande wa Hala alikuwa akiamini kwamba huenda mimba ilikuwa ya Garma ambaye ndio alikuwa mume halali wa Nina kabla ya ndoa yao kuvunjika, lakini Kesi akawa na mashaka kuhusu jina lingine ambalo ni Yusufu. Wote ambao walikuwa wametajwa hapa na kuorodheshwa sio kwamba waliingia katika mahusiano na Nina huku kila mmoja akiwa na nafasi yake, hapana, lakini ndio hivyo tuliona kwamba ni kweli kila mtu alikuwa na mahusiano naye kwa malengo yake binti. Basi wakati Garma akifurahia penzi na mwanaume wa ndoa, upande wa Yusufu alikuwa akifurahia kama mtu ambaye alikuwa amefanywa kama mchepuko. Baada ya majadiliano ya muda kidogo, walimwona daktari
akiwaita na kwenda kumwona mgonjwa. Waliongozana moja kwa moja, walitembea kwa hatua za haraka na hatimaye waliingia katika wodi. Nina, hii mimba ni ya nani? Aliuliza Hala ambaye alikuwa na jazba mno bila hata kufuata taratibu za hospitali. Kuna wagonjwa wengine huko, unajua, vyumba vya jirani, kwa sitegemei kama kuna mtu ambaye atapaza sauti hapa, daktari alisema akimwangalia Hala ambaye alikuwa akiinama chini hivi. Leo naibu kitendo ambacho amekifanya ni kama akufikiri hivi. Okay, mgonjwa kwanza pole na hongera, aliongeza daktari. Nina alikaa kimya, hakuzungumza kama aitikie pole ambayo alikuwa amepewa daktari, ambayo inaonekana kama kulikuwa na jambo ambalo alitaka kusema. Nina, mimba ni ya nani? Ina maana na mimba? Nina alijiuliza, alikuwa akifikiria. Na katika akili yake aliona bora akijitazama katika tumbo lake. Aligundua ni kama limeongezeka kiasi hivi. Mungu wangu, itakuwa kweli, alisema kwa sauti. Kweli nini? Kwamba una mimba? Aliropoka. Mister, unajua mimi nitakutoa nje. Yaani kama utaendelea kupiga hivi kelele itabidi utoke. Hautaje kupiga kelele hapa odini. Daktari alimwonya tena kwa mara ya pili. Basi akarudisha macho yake kwa Nina ambaye alikuwa amepigwa na butwaa mno. Na kisha akasema, ndio una mimba na ina miezi 5. Hapana bwana, sio kweli. Sio kweli, nakataa. Mimi sitaki kukubaliana na wewe. Ukiendelea na ujinga mimi nitakushtaki hospitali ujue. Niliingia period na ninaingia period kila siku. Kila siku zangu zinapofika naingia afu nasema kwamba nina mimba. Ndio nini sasa? Nina alizungumza kukubaliana na ukweli ambao alikuwa akiusikia. Alimtazama kila mmoja ambaye alikuwa mahali pale. Mama, mwambie kwamba nimetoka period lini, hata wiki sina, afu anasema kwamba nina mimba. Mimba kivipi? Achekesha. Kwa hebu rudia vipimo vyako bwana. Nina aliongea. Kama ambavyo anasema kwamba anaingia period sasa ni miezi 5, ambayo pia wewe unasema haiwezekani kwa mtu kuwa na mimba. Kuwa serious basi jamani, acheni bwana haya mambo. Miezi 5 yote mtu anaingia period afu unasema kwamba yani kivipi asijui. Nina naye aliunga mkono. Daktari alihema kidogo. Alijiona na kazi nyepesi sana kuelekeza ile familia kuhusiana na kile ambacho walikuwa wanakieleza. Okay, well, kwanza nataka kujua ni mimba yake ya ngapi? Ya kwanza. Nina aldakia. Basi safi. Naomba mnisikize vizuri tu. Aliweka kituo na kwanza kuporomosha sasa darasa kwa wale watu. Kutokwa na damu kwa kipindi cha ujauzito ni hali hatarishi. Inawezekana ni dalili ya kutaka kuharibikiwa na mimba au complications za mimba. Mama anatoka na damu kwa kiasi kidogo tu au kiasi kikubwa, na haswa kipindi cha miezi 3 ya mwanzo, yani zile tunaita first trimesters. Sasa ni mpaka miezi ya mwisho ambayo ni third trimester. Kwa hivyo damu inapotoka kiasi kidogo cha matone, yani spotting, hapo inaweza ikawa na matatizo kama infection au dalili za mimba kuharibika. Ila damu inapotoka kwa wingi, hiyo inakuwa ni hali nyingine kabisa. Complication nyingine zinazoweza kusababisha kama kubleed ama damu kwa wingi, kuna mambo kama kuharibika kwa mimba, kuharibika kwa placenta, yai kutungwa nje ya mji wa mimba, tunaitaga ectopic pregnancy, au kondo kuwa na matatizo kwenye ukuta wa uzazi. Lakini kwa bahati nzuri kwa huyu hakuna hizi, hata hali moja hakuna. Kwa hivyo tutambue kwamba mama anapotoka na damu huambatana na maumivu chini ya tumbo, kizunguzungu, kushindwa kuona vizuri na kuishiwa nguvu. Takwimu zinaonyesha kwamba 25% na mama wajawazito wanatoka na damu kipindi cha miezi 3 yao ya kwanza. Wapo wengi, lakini mimba inapotungwa, inapofikisha wiki ya 4, yai linakuwa fertilized na kushika uterine wall. Kwa hivyo inaweza kusababisha mama akapata damu nyepesi kwa muda, baadaye ikakata, na hii tunaitaga implantation bleeding. Kwa hiyo inakuwa ni damu nyepesi hivi. Sasa mabadiliko ya mwili yanachochewa na hormone, yani hormone changes, ambayo inasababisha mama anatoka na damu matone madogo madogo. Kishiriki tendo la ndoa pamoja na mwenzake na sehemu zake zikagonga mlango wa uzazi, kunaweza kumsababishia mama kutokwa na damu kidogo tu. Sasa mama akiona hiyo ni hali, ni vizuri sana akaacha kushiriki tendo la ndoa kwa muda. Ndio maana huwa tunawashauri hivyo pia wakija hospitali. Lakini kuna infection au tunaita maambukizi ambayo yanaweza kumpata kupitia sehemu zake za siri ama kwenye cervix kama UTI, kaswende, gonorrhea na kadhalika. Na ni rahisi kutoka damu kipindi cha miezi 3 ya kwanza, zile first trimester. Mama mwenye infection anatakiwa kuwahi hospitali ili kuokoa maisha yake pamoja na mtoto. Infections husababisha watoto kuzaliwa na ulemavu kama kuona, anakuwa haoni au anakuwa hasikii. Sasa mama anapofanyiwa vipimo na mkunga au daktari kwa kuwekewa vidole ndani ya sehemu zake, kunaweza kumsababisha kutokwa damu matone, kuharibika kwa mimba pia, yani miscarriage. Lakini mjamzito utoka na damu kwa wingi ambayo inakuwa na madonge makubwa au madogo. Hiyo ni ishara kubwa ya kwamba mimba imeharibika. Mimba inapotungwa nje ya mfuko wa uzazi na badala yake inakuja kutungwa kwenye mirija ya uzazi, yani fallopian tube, hapo sasa nafasi za kulea mimba na kukuza mpaka miezi 9 ni ndogo sana. Hiyo hali itamletea mama kupata damu kwa wingi
Na ndio maana Wizara ya Afya inashauri mama anapopata mimba tutoa taarifa kituo cha afya. Usisubiri kwamba sijui miezi 4 5 ndio uanze kliniki. Pale utakapojua kwamba wewe ni mjamzito, anza kwenda kliniki. Matatizo ya kondo ama placenta inapoharibika kunachangia mama kutokwa na damu. Mama anapojifungua kabla wiki 37 tunaita preterm labor. Utasikia kwamba kutanuka kwa uke wake atakuwa anasikia, lakini kunaweza kuambatana na damu, kuhara, maumivu ya mgongo, lakini pia anaweza kupata mvuto kwenye nyonga. Sasa nimalize kwetu sisi wengine ni kwamba tumuone daktari mara ambapo tutakapoona mabadiliko yote katika ujauzito. Daktari aliongea na alimaliza kuelekeza. Yani hapa wajinga ndo waliwao. Hii sio ya kwetu kabisa. Yani mimba sio ya kwetu. Mama alisema. Daktari amefundisha lakini yeye yupo kwenye masuala mengine kabisa. Sio ni somo lilikuwa ni gumu. Alisema na kumshika mkono mtoto wake na wakatoka nje. Kesi, hebu acha upambane na alizao. Alisema huko akimtaka kesi pia aondoke mahali pale. Unaenda wapi sasa baby jamani? Mbona nifanyia hivyo ala wangu? Mbona nifanyia sasa? Mimi kosa langu nini jamani? Nini alizungumza huko akiangua kilio cha kuipa. Kwa mimi kama aliachwa katika wakati ambao alimhitaji ala zaidi katika maisha yake. Sasa huo ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Nina. Uso wake ulilowana kwa machozi, alikuwa akilia huko akikumbuka mambo mengi ambayo alikuwa amepanga kuyatekeleza siku za usoni. Mpango wake kuchukua mali kutoka kwa ala ulikuwa umekufa ghafla. Ni kama mtu ambaye anakufa na kutoweka duniani. Ndivyo ambavyo ndoto ile kitapeli ilikuwa imekufa. Akamtazama daktari, akamtazama mama yake ambaye alikuwa amejinamisha sijui nini hata aseme. Daktari naye alipoona kwamba anatazama sana, aligundua mahali pale huenda kungekuwa na maongezi ya siri ambayo alitaka kuendelea, lakini ilishindikana kutokana na upango wake, kwa hivyo kabidi awapishe. Jamani nakuja, alisema huko akichukua vipimo vyake. Mama akamwambia sawa. Alafu daktari alisimama kumtazama mama ambaye alitaka kuongea, ambapo alikuwa akikunja vidole vyake vya mikono hivi. Akamwambia kama utamwona binti hapo nje anashangaa basi naomba muelekeze, maana simu yangu mizima. Alisema Manina huko akitazama simu yake ambayo ilikuwa mkononi. Ilikuwa kama bahati hivi, maana binti naye ambaye alikuwa anamsema alikuwa ni Sesi na alikuwa mlangoni. Hivyo daktari alipofungua mlango alikutana uso kwa uso. Kuna mtu nimekuja kumuona sijui upo huko. Sesi aliuliza nani? Nina ni alilazwa kutokana na kuanguka ghafla, sijajua kama yupo huko au yuko pale. Daktari alisema kisha akaondoka zake. Basi Sesi alipata ruhusa kuingia ndani. Kwa hatua za haraka aliingia ndani huko akiwa na hamu kubwa sana kutaka kujua nini hasa kwa kinaendelea. Alifika na kukaa kitandani na kisha alimtazama Nina ambaye hakuacha kudondosha machozi. Mama, kuna nini ujue? Mbona wewe unalia afu umekutana na kina Ala, wanapanda gari hapo nje, nimeona unaondoka wanatukana kweli. Kuna nini? Sesi aliuliza. Ukisikia kuwa uyaone ndio haya mambo ametukuta leo. Mama Nina alisema kisha akajiweka sawa. Kuna nini? Mbona mnanichanganya? Eti Nina kuna nini? Sesi alibadilisha upepo na kuuliza swali kwa rafiki yake. Aliamua kumuunganisha moja kwa moja Nina katika maongezi ili afahamu kweli kile ambacho kilimfanya alie. Nina mimba. Nina alisema kwa sauti ambayo imejaa kitetemeshi. Mdomo wake uligoma kabisa kutamka kauli ambayo ilimuumiza mno, lakini hakuwa na jinsi. Ili mlazimu kutamka kwa kuwa alikuwa anamwambia alikuwa na rafiki yake wa karibu. Ndio unalia au kuna kingine kibaya? Mzangu, mimba ni ya Garma. Mama alidakia. Mungu wangu, alitamaki Sesi. Kile ambacho alikuwa amekisikia kutoka kwa mama Nina hakutaraji kabisa kama angekisikia. Kwa bahati mbaya, hata alipomuuliza Nina kama mimba kweli ni ya Garma, alionekana kutengesha kichwa kwenda kulia kushoto, ishara ya kwamba alikuwa anakataa kwamba mimba sio ya Garma. Kwa hiyo nani sasa? Na ilikuwaje? Mbona unanichanganya jamani? Aliuliza Sesi. Mimi nimefanya naye mapenzi zaidi ya miezi 6 iliyopita. Hapa katikati hapa mimi nilikuwa nafanya mapenzi na Nina alishindwa hata kumaliza kile ambacho alitaka kuongea. Hasira zilimpanda mama yake na alimtazama huko akimpiga hivi. Alitamani kumpiga sana na uso wake alikuwa umeweka ndeta. Alichokuwa anakihitaji ni kufahamu kweli kwamba nani alikuwa baba wa ujauzito ule ambao tayari Nina alishakanusha si wa Garma lakini pia si wa Allah. Kwa nani ambaye unasema kwamba amekupa mimba? Mama Nina aliuliza. Simkaripie bwana, mwache atasema mwenyewe. Sasa alizungumza kwa sauti ya upole akamsogelea Nina na kuweka kichwa chake katika mapaja. Niambie nani ambaye anastahili kuwa baba mtoto wako? Alisema Sesi. Ni Yusufu. Ndio Yusufu. Nina alisema huko kiangua kilio. Mama yake kuamini kile ambacho kilizungumzwa na mtoto wake. Alihisi ni kama alikuwa akiota, lakini ndio kweli. Kweli ilikuwa hivyo. Mikono ilikuwa kichwani huko akibeba viganja. Kisha nilikuwa akauliza, Yusufu huyu ambaye alikuwa anakuja pale nyumbani? Ndio mama, alitika, lakini kilio kilikuwa mbele yake. Alijutia kila uamuzi ambao alichukua kabla, huku akiona kwamba ulikuwa ni mzuri, lakini kumbe mambo yanakuja kuwa majuto leo. Sio yeye wala mama yake, wote walijikuta wakiwa njia panda. Kwa tunafanyaje? Aliuliza Kesi.
kufanyaje nini wakati mara ya mwisho huyu na Yusufu anasema sijui waligombana, sijui walifumaniwa na Garma, sijui ilikuwaje. Hata kama lakini natakiwa kumwambia kweli kuhusu hili. Kwa mtoto atakuwa hana baba. Mpigie Yusufu afu mwambie, ataelewa tu mama nini alisema. Basi Sesi alichezea simu yake kwa sekunde kadhaa hadi alipopata namba ya Yusufu akampigia, lakini simu iliita bila mafanikio na mwisho ilikata. Alipopiga mara ya pili aliambiwa kwamba simu inatumika, na hata alivyorudia zaidi ya mara 4 bado aliambiwa kwamba inatumika. Ameniblock, alisema kwa sauti ambayo alikuwa ameanza kukata tamaa. Mungu wangu, teka wapi sura yangu mimi? Afu ile ndo kila kitu katika maisha yangu, yani mipango yote kwangu ipo kwa ajili yake. Naomba kwanza twendeni, afu na kila kitu changu nahisi kipo kwake. Nina alisema huko akitaka kuamka. Wapi sasa kati unauma au umesahau? Okay, nitajua la kufanya. Sesi, utakuwa na hela hapo ulipia afu tutoke afu tunafanyaje? Aliuliza Nina. Basi Sesi alipiga kimya kitafakari nini ajibu. Alimtazama rafiki yake na kwa aibu akasema ndio ipo. Basi okay, ngoja basi daktari aje. Tumuulize kama tunaweza kukaa hapa kwa muda gani. Baada ya hapo tuondoke kwanza nyumbani kisha tutaona inakuaje. Alikuwa amezungumza Sesi akizungumza na rafiki yake huyo. Sasa wakiwa njiani, Mama Ala alikuwa anajaribu kuuliza, sasa jamani, unajua mimi sijaelewa. Tunaenda wapi sasa na hii safari? Alimtazama mwanae ambaye alikuwa ni dereva. Tunaenda wapi na mama? Hilo swali gani sasa? Okay, tunaenda mgawani kupata kwanza chakula, baada hapo tuingie nyumbani kujua ule mbwa anarudisha vipi gharama zote ambazo tumempa. Haiwezekani ale pesa yetu apate mimba sehemu nyingine. Na hizi gharama zote maandalizi ya ndoa nani ambaye atalipa sasa? Ala aliongea, bora ise. Yaani bora ukanirudishia hela zangu yani huko mgawani maana nimechoka. Kesi ambayo alikuwa nyuma alisema. Ingawa alimaanisha kile ambacho alizungumza, lakini alijifanya kama vile elewi lengo likiwa ni kutofanya mada ile kuanza. Kwa hiyo Ala, zile range utamwachia Maina na yule malaya mwingine? Mama Ala aliongea, mama, unajua kila kitu kinakwenda kwa sheria. Nitahakikisha kwamba zinarudi mkononi mwangu. Kwanza walinikabidhi kwa mkataba na sio hivyo ambavyo wamefanya. Yaani wamenipokonya tu. Okay, basi hapo sawa, nimeelewa, endesha gari, alisema mama. Basi bwana Ala alisimama, alisimamia karandinga ipasavyo kwa dakika 30 mbele. Walikuwa tayari wamefika kwenye eneo la mgawa, lakini walishangaa kuona katika eneo lile kulikuwa na mafundi ambao walikuwa kigonga bando ambalo lilikuwa na jina halisi la mgawa ule. Kuna nini? Aliuliza Ala mara baada ya kushuka. Wanamuuliza nani bwana, mimi nataka pesa yangu, haki ya Mungu, yani nataka changu. Kesi ya kutaka kuchelewesha. Yaani zaidi alimkunja shati Ala huko akisema kwamba anahitaji pesa yake. Ilibidi sasa mafundi wakimbilie na kwenda kuokoa. Lakini wakati wanaokoa ndio ulikuwa muda ambao mama mdogo akiwa na mwanasheria pamoja na kina Maina waliingia mahali pale wakiwa na range ambayo alinunuliwa kwa ajili ya mama Ala. Lengo la wao kuwa mahali pale, waliamini kwamba wangemkuta Ala kama sio akiendelea kushangaa basi amefungua mgawa na wao wataka kumpokonya kila kitu mbele ya watu wengine, huku sheria na mwanasheria akiwepo pale na kuonyesha nani ni mmiliki rasmi wa mgawa. Basi bwana Kesi aliwatazama huko akiwa na hasira mno. Hakupenda kuona uwepo wao mahali pale. Hivi ni kweli hiki kinachoendelea ni hichi au mimi naona vibaya? Alijiuliza ndani ya kichwa chake na kisha akamtazama Ala akamwambia, wewe, wale ndio watasema ukweli, ila tambua kwamba kama sio wa kwako, kwa kweli mimi na wewe tutaonana wabaya. Kesi bwana, usinichanganye, usifanye wewe ndio mwenye uchungu zaidi kuliko hata mimi. Mimi naumia. Ala ndiye alikuja juu. Haijalishi kwanza unaumia kwa nini? Kipi ambacho kinakuumiza wakati unatambua kweli? Hujatoa hata mia umesema. Sasa unaumia na nini? Kweli gani bwana, wale ni wapuuzi, wale kina Maina ndio wameharibu kila kitu katika maisha yetu. Anyways, ngoja niwafuate, Ala alisema. Kaanza kupiga hatua za haraka kwa eneo la maegesho ambako kina Maina alikuwepo. Alipofika hakutaka mambo mengi. Swali la kwanza lilienda kwa mwanasheria. Kwa hiyo na wewe unashiriki katika hii dhuluma, si ndio? Ala, kipi ambacho wewe ukifahamu? Hiki ambacho kinaendelea kuna kingine. Kwa nini mnataka kuchukua kampuni yangu? Sio ya kwako bwana. Ingekuwa kwako sidhani kama ingekuwa imechukuliwa. Usiaminishe umma kwamba wewe unadhulumiwa. Hebu kumbuka makubaliano yetu yalikuwa vipi kwani? Kumbuka vile ambavyo ulikuwa ukimlilia Abdullah kuachia mgawa ukajitafutia ila umesahau. Mwanasheria alisema na kisha alimtazama mama mdogo ambaye alitingisha kichwa chake kutoka juu kwenda chini kwenda juu. Mama mdogo alikuwa akikubaliana kwa kile ambacho alikisema mwanasheria. Maelezo yake yalimkonga nyoyo sana. Sio yeye tu bali hata Maina lakini pia Rasma ambao walikuwa wameweka tabasamu. Okay, kwa hiyo nini kinaendelea? Aliuliza Ala. Hakuna kingine, tupe funguo tu. Kila kitu kuhusu hii kampuni, na hata hivyo kuna wafanyakazi ambao hawajalipwa kwa zaidi ya mwezi sasa. Wote hao watalipwa na kampuni mpya. Then wewe utaangalia unaenda wapi kufanya nini. So, I don't think kama natakiwa kukufundisha namna ya kunipa funguo. Alijibu mwanasheria. Ala,
Alipeleka kichwa chini, akili yake iligoma kabisa kumpa mawazo mapya. Alijihisi kuchanganyikiwa. Alimtazama Kesi ambaye ilikuwa kama mita 5 hivi kutoka pale alipokuepo. Akawa anawaza nini ambacho atamwambia Kesi. Alijiuliza na kisha akarudisha macho kwa mwanasheria. Lakini kumbuka kampuni sikuwa naendesha peke yangu, kuna mtu ambaye mimi aliweka hela hivyo. Hata hivyo ana hisa zake hapa. No, makubaliano yalikuwa utaendesha kampuni wewe kama wewe Abdul. Hata ukisema kwamba utashirikiana na mtu na kama unabisha katika ile, hebu ngoja. Mwanasheria alisema na kisha alitazama gari ambayo ilikuwa nyuma yake. Alipiga hatua hadi sehemu ambayo gari ilikuwepo, akafungua mlango na kutoa begi dogo hivi mkononi. Alifungua na kutoa nyaraka mbalimbali. Alichagua moja ambayo ilikuwa ni muhimu sana. Umeona hii? Hii ndio ina kila kitu. Usidhani kwamba na kuonea au sisi tunafanyaje. Kumbuka kuna kipengele ambacho kinasema kwamba aliweka kituo mwanasheria na kumsomea kile kipengele. Mali hii si ya Allah bali ni ya Abdul. Hivyo basi kama akienda nje makubaliano, Abdul atakuwa na haki ya kudai mali yake muda ambao atajisikia yeye bila hata kucheleweshwa anatakiwa kupewa mali. Aliweka kituo hapo na kumtazama Allah. Ubaridi ulimpitia zaidi Allah. Alishindwa hata kuzungumza. Alianza kutetemeka kwa kisaga meno. Kichwa chake kilimuuma. Alichokuwa anakiona na kukisikia kilimfanya akose nguvu kabisa. Ina maana mnachukua mgao wangu? Sio wako, ni wetu bwana. Rasma alidakia kwa kimtazama Maina ambaye aliweka tabasamu. Maina, nisamee basi. Najua haya yote yanatokea kwa ajili yako. Nisamee. Ala alisema huko akianza kupiga magoti. Alitembea kwa magoti hadi karibu na Maina. Kitendo hiki kilimkera sana Kesi ambaye kwake kujishusha ilikuwa ni mwiko. Alipatwa na hasira mno kuona mwanaume anapiga magoti kwa mtoto wake. Tena binti mwenyewe alikuwa anampendi kweli siku hizi. Mama, unaona upuuzi ambao mwanao anafanya? Umeona? Nasemaje, mimi naomba haki yangu. Yaani kama yani kama mnaondoka mnafanya mimi sijui. Yaani mimi basi alitaka kumalizia kwamba anataka kuondoka na gari, lakini alitishwa na kauli ya mama mdogo ambaye alisema kwamba naomba funguo zote za gari, naomba pia funguo ya nyumba na pia utajua mwenyewe wapi unakwenda kulala. Ilikuwa ni kauli ya mwisho ambayo ilimsimamisha hala huku akiwa amekumbwa na hatamaki. Alitoa macho mithili ya mtu ambaye amefumaniwa hivi. Mama, ina maana nyumba nayo mnachukua? Kwani ni ya kwako? Si utafute vitu vyako? Rasma alisema. Unakumbuka ulivyokuwa ukitufukuza kama mbwa? Maina alianza huku akiangua kicheko. Maina, wewe sio kusema haya. Kumbuka leo unacheka, kesho nitacheka mimi. Ala alisema huku machozi yakimdondoka. Wewe chizi kumbe. Kwani nani kayataka? Wewe na mama yako. Usitaka kuonyesha watu kwamba sisi ni wabaya, ni mtulia hapo hapo. Wewe ni mtoto wa kiume, pambana ujitafutie vya kwako. Kwani nini? Maina alisema. Basi mama mdogo alimtazama Ala huku akiwa amenyosha mkono wake wa kulia, ni kama alikuwa akiomba kitu hivi. Na ilikuwa hivyo. Hakuna kingine ambacho alikuwa akiomba zaidi ya funguo za kila sehemu ambayo Ala alikuwa mmiliki kwa mgongo wa Abdul Karim. Naomba funguo, mama mdogo alisema. Funguo nazo mama kule, ila Maina situjenge tu yaishe. Kama kulea mimba nimekubali, nitafanya hivyo ise. Ala alisema huko akimtazama Maina, machozi yalikuwa yanamtoka kila sekunde. Maina aliangua kicheko. Alicheka kama mazuri. Alimuona kama mtu ambaye alimdhalilisha siku kadhaa huko nyuma. Afu leo alikuwa analia kama mtoto. Umesema unataka kulea mimba? Maina alimuuliza. Ndio. Mimba ya nani? Ya kwangu. Kumbe wanaume siku hizi mnakuwa na mimba. Okay, lea basi. Maina aliongea kwa dharau sana. Hakuna kingine ambacho kilifuata zaidi ya Rasma kupiga hatua kwenda sehemu ambapo mama Ala alikuwepo na kisha akamtazama kuanzia juu mpaka chini. Kama kawaida hakuna mtu ambaye aliwahi kuonyesha dharau akajibiwa kwa furaha. Siku zote dharau huleta chuki, uivu na mateso huko mbeleni. Kama ningesema nitoe tuzo ya watu wanafiki katika ulimwengu, basi ningekupa wewe. Aliweka kituo. Alikuwa na hema sana. Mama Ala alikaa kimya kuzungumza hata kidogo. Kile ambacho Rasma aliongea kilipita katika moyo wake na kumuumiza sana. Alitamani kujibu lakini alishindwa, maana jeuri ilitokana na mali ambazo mtoto wake alikuwa anamiliki ambazo si mali zake. Mama, unajua dunia hii ili uishi vizuri basi usidiriki kumdharau mtu. Ungetakiwa ujifunze kwamba kwa nini Maina alikubali kuja kuolewa na Ala. Ile Ala alikuwa mfanyakazi wa bosi na naweza kusema mume wake, yani Garma. Ulitakiwa kujiuliza ni maisha yapi ambayo Maina ameyapata ama ameyapitia kabla ya kuwa na Ala. Lakini pia ulitakiwa utunze mdomo wako mama siku nyingine. Ndio, ulitakiwa kufanya hivyo, maana mdomo usipoutunza utakuponza. Mimi sina mengi kwa leo, ila naomba tu unipe funguo. Naomba unipe. Rasma alisema huku akiwa amekunja ndita. Hasira zilikuwa mbele yake. Mama Ala hakuwa na jinsi, japo kinyonge alifungua mkoba wake ambao aliushika mkononi na kutoa funguo kama 30 hivi. Chele mkabidhi Rasma. Machozi yalikuwa yakimdondoka sana. Aibu ilikuwa mbele yake na Rasma baada ya kupokea funguo aliondoka mahali pale na hakurudi pale. Alirudi pale ambapo alikuwepo kabla. Basi funguo likabidhiwa kwa Maina ambaye aliweka tabasamu. Akamtazama Rasma kwa sekunde hivi kisha akarudisha macho kama mama mdogo ambaye alikuwa akizungumza na mwanasheria.
na kisha mwisho kabisa alimtazama Ala ambaye aliendelea kusaga meno akilia. Okay mama, sasa nini kinafuata? Maina aliuliza. Tunaondoka, ila Abdullah amesema kwamba kuna uwezekano wa yeye kuja, na hisi kama kuna mambo ambayo anataka kuja kuyaweka sawa. Kwa hiyo na sisi tutaondoka Dubai au anahamishia makazi yake hapa? Sijajua, labda tumsubiri kisha yeye ndo atajua tunafanyaje, mama mdogo alisema. Basi zilipita kama dakika 20 ambazo zilipotea kwa stories za hapa na pale, huko kina Ala wakiwa wameondoka mahali pale. Nao waliendelea kutazama ukarabati ambao ulikuwa unaendelea katika mgawa huo mkubwa. Natamani sana kama Abdul Karim akija basi iwe ni sehemu ya yeye kufungua na huu mgawa au fungua kwa mara ya pili, Rasma alisema kwa sauti huku akiwa amekaa na Maina. Mama mdogo alikuwa anaendelea kuzungumza na mwanasheria. Na isitakuwa hivyo, maana sio bure, ila namuonea huruma sana Ala. Kisa anaenda kuishi maisha ya taabu afu ndo baba mtoto wangu. Nahisi kama Maina alikaa kimya. Alichokuwa anataka kuongea Lisi ni kama kisingeleweka na Rasma, kwa hivyo aliona bora akiwa kimoyoni. Nisimwambie Rasma, namjua tu ni mtu wa masimamo, kwanza na masimamo afu ni ana msimamo. Naweza kuta anamshirikisha hapa afu akanitoa kwenye reli kabisa, ila kama kweli Abdul Karim akija basi nitazungumza naye, muangalie Ala japo kidogo, ni baba wa mtoto wangu. Maina alijisemea moyoni. Alikuwa anaamini kwamba Abdul Karim angekubali wazo lake la kutaka Ala aishi katika mazingira ambayo hayakuwa mabaya sana. Alichokuwa kinamfanya achukue maamuzi hayo ni kile ambacho kilikuwa katika tumbo lake. Hakupenda kuona anajifungua afu mtoto wake anakuwa na baba ambaye hata hajajiandaa kuwa baba. Yaani kwanza iliweki. Kwa hili lilikuwa linamuumiza sana. Basi aliona na kila sababu ya kuzungumza na mtu ambaye ni mmiliki ili waone mwisho itakuwa vipi. Sasa wakiwa kando kando ya barabara wanatembea kwa miguu, Kesi, mama Ala pamoja na Ala waliendelea kulaumiana huku kila mmoja akionekana kuchoka mno. Upande wa Kesi ulikuwa na hasira kupitiliza. Alichukizwa kwa kuona na kwenda kuishi maisha mapya ambayo hayatakuwa na furaha kamwe. Kupoteza kitu ambacho kilikuwa kinamuingizia pesa muda wote ilimpa hasira sana. Mama, ongea na mwanao, kama hatarudisha pesa zangu wallahi na kwa mimi nitamuua. Kesi aliongea kwa kufoka. Ila Kesi ndio akunilaumu bure tu rafiki yangu. Nini ambacho kimefanya wewe kushiriki? Hebu kumbuka matatizo yote yametokea mara baada ya sisi kurudi Dubai. Kisa tu Maina ameshindwa kufunga ndoa na sisi ndio maana imekuwa hivi. Lakini kama ingekuwa mnanishauri vizuri, mnadhani kama ingeshindikana kwetu kuishi maisha ya mwanzo? Ala alisema. Kwa hiyo ndio kusema kwamba mimi na mama ndio tumkusababishia yote. Ndio, maana bila nyinyi kusema kwamba Maina sijui ni malaya, sijui ana hadhi ya kuolewa, unadhani hayo yote yangetokea mimi mbona ningeshamsamehe? Kwa nini kinaendelea sasa? Kesi aliamua kumaliza maongezi kwa kuhitaji suluhu ya kile ambacho walikuwa wanaongea kama sehemu ya lawama tu na kutafuta nani alikuwa chanzo cha matatizo. Ala baada ya kupewa muda wa kutaka kutoa suluhu, alimtazama mama yake na kisha akasema, "Mama, unawaza nini?" Akamwambia kwamba mimi sina ninachowaza. Sio huna, unatakiwa tupate sehemu hata ya kwenda kulala leo. Kumbuka kwamba hatuna hata nyumba. Na kwangu msije kabisa. Yaani mkitaka mimi nitawapangisha kwa 100,000 kila siku. Kesi alisema. Mbona uko na roho mbaya hivyo? Mama Ala alimkaripia Kesi. Kwa hiyo hapa mimi mnataka kunipangia? Kila mmoja pambana na hali yake. Hata hivyo mimi sidhani kama natakiwa kuongozana na nyinyi kwa muda huu. Yaani kila mmoja naomba pambane na hali yake. Alisema Kesi, akatupa jicho upande wa kulia ambako aliona pikipiki ikikaribia. Alipunga mkono ili aweze kusimama. Kwa hiyo nenda wapi? Ala aliuliza. Babu mimi na wewe kichwa kwake natuweka pamoja, ni biashara tu au unadhani kwamba wewe ndugu yangu? Mama yako anaweza kuzaa sura kama hii? Kesi alijibu kwa kimuuliza Ala ambaye hakuamini kama kweli alikuwa akizungumza vile alikuwa ni rafiki yake Kesi. Kesi ambaye alikuwa ni rafiki yake kutoka watoke huko, yani walijuana na kuzoeana sana. Walitaniana na kutana majina ya ajabu, huku muda mwingine wakiongea matusi ili kudumisha rafiki wao. Lakini leo hii Kesi hana tena habari na yeye, hataki hata kwa msaada wake kabisa. Kesi, huyu ni wewe ambaye tunaongea maneno kila siku, ni rafiki au kuna kingine? Sio kama chizi basi. Nani ambaye unamuona hapa amesimama mbele yako? Sasa sikia mwanangu. Dhuluma ambayo umeifanya kwangu nadhani inatosha. Acha tu mimi nipambane na hali yangu. Bye. Kesi alisema akapanda katika pikipiki. Kesi, kwa mimi naenda wapi? Wewe mwenyewe tu mwanangu. Yaani mwanangu wewe saizi mimi naona unaenda tu kwenye umaskini. Nenda tu ukachukua mimba yako kule, hata kwa nini sijui utachagua wewe. Maana zile hela ambazo ulikopa benki kwa ajili ya ndoa sijui utarudishaje. Kesi aliangua kicheko cha kufa mtu na kisha akamwelekeza boda wapi anaelekea. Hao ndo BFF. Haya, boda bila hata kuchelewa alitii sheria, aliondoa pikipiki mahali pale huku akimwacha Ala na mama yake wakiwa wameshika vichwa vyao. Kipindi kigumu hiki huwa kinafundisha sana yupi ni rafiki na yupi si rafiki wa kweli. Ala aliona upande wa pili wa Kesi, aliona upande wa pili wa mtu ambaye ndo alitoa wazo la kwenda kumtongoza Maina ili kumkomoa gharama. Aliona upande wa pili wa mtu ambaye alimshauri kwamba achane na Maina baada ya ndoa kushindwa kukamilika. Aliona upande wa Kesi ambaye alimfanya kama mshikaji wake. Aliona upande wa Kesi ambao hakuwahi kutaraji kama anao.
Kichwa chake kilirudisha kila kumbukumbu ya kila eneo ambalo aliwahi kufurahia katika maisha akiwa na Kesi. Ilimkumbusha nyakati nzuri ambazo walikuwa wanapitia kwa pamoja. Machozi yalianza kumdondoka zaidi. Moyo wake ulimuuma mno. Mama, kwa nini dunia imejaa na wasaliti hivi? Alimuuliza mama yake. Kila mmoja anavuna kile ambacho anapanda. Najutia kwa kila maamuzi ambayo nilifanya kwa ajili yako mwanangu. Sasa hivi najiona nimekuwa mkosefu kweli. Sijui Maina atanielewaje. Lakini mama, Maina hakuwa na kosa la kumfanya eti tumtukane na kumwacha. Hakuwa na kosa kabisa. Sijui kwa nini tulikubali hivi vile. Hivi ni kwa nini? Wewe unahisi kwamba ile mimba kwako? Ila ni sawa. Na sidhani kama tunapaswa kulaumiana lakini muda huu. Lakini tufanyaje? Tutafute msaada. Nani ambaye anaweza kutusaidia sasa? Nani ambaye unahisi kwamba anaweza kutupa msaada kwa wakati huu? Maana alifikiria sana ni namna gani ambavyo anaweza kupata msaada wakati ule. Basi kichwa chake kilimrudisha kumbukumbu kwamba wakati anaenda Dubai kuna watu ambao walikuwa wameongoza nao. Akasema mama Laila nahisi yule ndo anaweza kutupa msaada. Mama, kumbuka kwamba Laila analala na mama yake tena kwenye chumba kimoja kabisa. Sasa unadhani tenda wapi? Nani mwingine ambaye unamkumbuka? Maana wale wafanyakazi wako ulisema kwamba waliacha kazi. Okay, una rafiki yote mwingine ambaye anaweza kusaidia? Rafiki? Yupo, ndio nimekumbuka. Alisema na akatoa simu yake. Razak. Huyu naamini kwamba anaweza kunisaidia. Ngoja kwanza nimtafute. Alisema na akanyanyua simu. Basi alipiga, akaambiwa namba ipatikane. Hata alipopiga mara ya pili, jibu ilikuwa vile vile. Hapatikani. Kwani unajua naishi wapi? Kuishi mbona mimi sasa nasahau? Alisema akijaribu kuvuta kumbukumbu kamili. Okay, nimekumbuka naishi Buzuruga. Hebu twende huko. Alisema baada ya kukumbuka. Hatimaye safari rasmi kuelekea nyumbani kwa Razak ambaye alikuwa na wasiwasi kama angeweza kumsaidia au la ilianza. Kilichokuwa kinampa wasiwasi ni vile ambavyo mara ya mwisho walitupiana maneno na Razak baada ya kumfukuza Maina kama mbwa. Razak hakupenda kabisa kile ambacho kilifanyika. Sasa bwana, ni upande wa pili huku kwa kina Nina ambako walikuwa wameruhusiwa kutoka hospitali huku gharama zote zikilipwa na Sesi. Yeye ndo alichukua jukumu la kumtoa rafiki yake katika hospitali ile. Wakiwa bado hospitali, waliwaza wanakwenda wapi? Mkuja na usafiri gani? Nina alimuuliza Sesi. Bajaji, ngoja nimpigie simu hapa. Sesi alisema na kisha alisogea kwa pembeni hivi huku akimwacha Nina na mama yake. Mama Nina alimtazama mtoto wake kuanzia juu mpaka chini, akarudisha macho katika mkono wake wa kulia na kusema, "Kwa hiyo tunaweza kumpata wapi huyo Yusufu?" Sijajua, maana baada ya kuchukua hela benki nilienda kumpa yeye. Hata hivyo tulikubaliana kwamba tukutane Dar es Salaam kabla hata ya fumanizi haijatokea. Sasa itakuwaje? Yaani sijajua, ila twende kwanza nyumbani. Au wenyewe wameshahamia. Nina aliuliza, "Wenyewe kina nani?" Swali hili lilimfanya kae kimya kidogo. Akatupa macho kwa Sesi, aliona kiwaita. Hili lilimfanya asijibu kabisa kile ambacho alikuwa ameulizwa na mama yake. Waliongozana kutoka nje ya hospitali ambako walikutana na dereva bajaji na kisha safari ya kuelekea kwao ilianza. Basi sasa ni huku upande wa pili ambako Garma alikuwa anaongea na Laila, akamwambia Laila, "Nimekuja kwako ukiwa kama sehemu ya msaada wa maisha yangu. Wewe ndio umebaki, yani kama ukiamua kunisaidia ni sawa na kama hutaamua pia ni sawa." Ilikuwa ni sauti ya Garma ambaye alikuwa amekaa katika bench karibu na eneo ambalo Laila huwa anafanyia kazi. Alikuja mahali hapa lengo ni kuzungumza na Laila ili kama ikiwezekana aende akaongea na dada yake ambaye alikuwa ni mkali mno. Aliamini kwamba kupitia Laila basi huenda Rasma asingeendelea kuwa mkali na mwisho wake mambo yangerudi kama zamani kama ilivyokuwa kwenye maisha yao. Garma, unataka kuniweka katika wakati mgumu sana ndugu yangu, unajua. Naomba unifikirie, ona maisha ambayo mimi ninayo sasa hivi. Jana yenyewe nimekula kwa kuungaunga tu. Haya maisha mimi sijazoea kwa kweli, nisiwe muongo. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje labda? Laila aliuliza. Garma aliona ile ndio ilikuwa nafasi pekee yake kusema kile ambacho alikuwa akihitaji kutoka kwa Laila. Akakoa kidogo kisha akamwambia, "Kila mwanadamu ameumbiwa kufanya makosa. Na endapo nikiwa nahukumiwa kwa kosa moja tu ambalo ndo huwa kama mwalimu wangu, basi nitakuwa sijatendewa haki kabisa, na hata kwa Mungu maana najua anaweza kuhukumu wale ambao wananihukumu sasa hivi. Sikatai kwamba nilikosea maishani. Yaani nilikosea wewe, nikamkosea Maina, na mwisho kabisa nikamkosea hata familia yangu, yani Rasma pamoja na mama. Lakini makosa hayo yote kwangu sasa hivi yamekuwa mwalimu mzuri sana. Nimejifunza kwamba nyakati hubadilika na watu na ugumu wa maisha ambao unapitia sasa hivi ndio ule ambao alikuwa anapitia Maina kipindi ambacho Rasma alikuwa anaumwa. Najua muda ule nilijifanya mimi ndo mimi, sitaki kusikia lolote, lakini sasa hivi nateseka sana, naumia sana na sijui hata nifanyaje. Nakuomba tafadhali nenda kwa Rasma, maana ndo mbishi zaidi, yani hataki hata kuniona, hataki hata kugeuka nyuma, hataki hata kuniangalia usoni. Anasema kwamba nimefanya kosa ambalo sistahili kupewa msamaha. Nenda kazungumze naye vizuri, mwambie kwamba kakake anahitaji msamaha wake. Nahitaji nirudishe familia yangu mikononi ili niishi kwa amani kabisa. Najua tutaanza upya maisha, lakini hakuna shida.
alisema Garma huku machozi yakimtoka. Kila neno ambalo alizungumza liliambatana na machozi ambayo yalitoka katika mashavu yake. Alijutia kila nyakati ambayo alibadilisha na kuifanya kuwa mbaya. Basi Laila alimsikiza kwa makini sana, akaema kidogo, na katika kichwa chake alikumbuka mara ya mwisho kulikuwa na taarifa za kina Maina kutaka kwenda Dubai. Akasema wana taarifa kwamba wanatakiwa kwenda Dubai. Kufanya nini tena? Kwanza maisha. Ndio hivyo sasa. Kuna mawili kati ya hayo, moja inabidi lichaguliwe. Lipi hilo? Sijui anaondoka lini. Na huenda kama sio leo basi ni kesho, au hata kesho kutwa anaweza kuondoka hapa. Kama vipi, fanya mpango, kama sio leo au kesho twende basi ukaombe msamaha, na kama itawezekana basi kuachia ile nyumba ambayo Rasma alikuwa anaishi ili ukaishi pale, au unaonaje? Laila alisema. Basi kimya kilipita kutokana na kusubiriwa jibu kutoka kwa Garma. Alikuwa anafikiria kuhusiana na kile ambacho kwa ameulizwa kama sio kuambiwa. Alishusha pumzi kwa nguvu sana, akasema leo jioni, sio? Ndio, tena itapendeza kama ikiwa ni usiku. Basi sawa, kuna shida, alisema Garma, ingawa kishingo upande, lakini hakuwa na jinsi, ilimbidi kukubaliana na hali. Sasa upande wa pili, Ala alikuwa amefanikiwa kwenda kwa rafiki yake ambaye sasa anamuuliza Ala, kwani kuna nini? Mbona uko na mama afu unamtembeza kwenye jua? Ilikuwa ni swali ambalo lilitoka kwa Razak ambaye alikuwa amesimama nje ya nyumba yake kwa kumtazama Ala na mama yake ambao alikuwa amefika mahali pale. Ala alipiga hatua zaidi hadi karibu na kiti ambacho kilikuwa pembeni ya Razak, na kisha alikiweka vyema na kumtaka mama yake akae pale. Razak aliingia ndani, akatoka na viti viwili ambapo kimoja alikaa yeye na kingine alikaa Ala. Baada ya salamu kupita, Razak alitaka kufahamu ujio wa Ala mahali pale ulikuwa ni wa kitu gani, ama kitu kipi. Akamuuliza, kwani kuna nini? Kaambia, Dani, kuna shida sana, shida ambayo inaitwa sijui itakuwaje. Kwa nini? Kila kitu ambacho nilikuwa namiliki sasa hivi sina, yani hapa nimekuja kwako kunisaidie jambo moja tu. Ala alisema. Ilibidi aanze kumsimia yale ambayo ametokea tangu walipoachana. Ilikuwa ni masimulizi ambayo mwisho wake ilihitaji msaada kutoka kwa Razak. Kwa nini nataka mimi nikusaidiaje? Razak aliuliza. Nirudi kwa Maina. Najua wewe ukiongea naye anaweza kukusikiliza, hata kama usieni naye na hamjawahi kukutana na hamjawahi kuwa karibu na yule, una heshima kubwa sana na sidhani kama ukienda kuniomba msamaha anaweza kukataa. Kwa hiyo nataka mimi niende kwa Maina? Razak aliweka swali na kumtazama Mahala ambaye alisema, ndio baba yangu. Haya maisha ambayo tunataka kuyaishi sio mazuri, maisha mabaya sana. Naomba ongozana na mwenzako, mwende mkamwombe msamaha, labda ataelewa. Kauli ya mama ilikuwa na nguvu kuliko hata mtoto. Razak alifikiri kwa muda na kisha akasema, sawa, kuna shida. Acha tuone kwanza jioni itakuwaje. Ila Ala, nishakwambia haya tangu siku ile pale ofisini, unakumbuka? Nilifadhaika tu rafiki yangu, lakini sasa hivi tunaona matokeo yake. Kwa hiyo tunaongozana wote au? Na isitakuwa hivyo, hamna namna nyingine, inabidi iwe hivyo tu, alisema Ala. Basi wakakubaliana kwamba ifikapo usiku kama saa 1 basi waongozane kwenda kwa Maina ambako huko angeomba msaada, na wakiamini kwamba kupitia Razaki basi kila kitu kingeisha, lakini pia wangesamehewa, bila kutambua kwamba hata upande wa Garma naye siku ile alipanga kwenda kwa Maina ili kuomba msamaha, huku akiwa ameongozana na Laila akiwa kama sehemu ya watu ambao wataamrisha au wataongoza mazungumzo hayo. Sasa bwana, ni upande wa Nina pamoja na mama yake wakiwa wameongozana na Kesi, walikuwa wamekaribia nyumbani kwao. Basi bwana, mama Nina alimuelekeza dereva bajaji sehemu ya kusimama, lakini kuamini kuona mbele ya nyumba yao kukiwa na bulldozer ikiwa inaanza kubomoa nyumba yao. Kishindo kilisikika katika moyo wake. Mapigo ya moyo yalimwenda mbio sana. Hakuelewa kwa nini watu hao walikuwa wanabomoa nyumba ile ambayo alikuwa anaamini kwamba ni mali yake. Kuna nini? Aliuliza huku akiangalia upande wa kulia ambako alimuona mzee wa makamo hivi ambaye alikuwa anachezea simu. Dereva, hebu simama kwanza, alifoka mama Nina. Basi dereva hakuwa na sababu ya kupinga kauli ya mteja wake, ilibidi sasa simamishe gari. Mama Nina alishuka kwa haraka na kukimbilia katika nyumba yake. Nina, kuna nini? Aliuliza Sesi pia. Mungu wangu, ina maana huyu mzee ndo amekuja kuitengeneza leo hii nyumba, sasa jamani tutaishi wapi? Aliuliza Nina huku akiwa amesimama pembeni ya Sesi ambaye alikuwa ameshampa hela dereva na aliondoka mahali pale. Kwa hiyo unawajua watu? Sesi aliuliza. Ndio, ni kina nani? Swali ambalo lilikuwa mbele yake likisubiri jibu. Kimya kilipita. Nina alikuwa akiema mno, kijasho kilianza kumtoka, hakujua afanye jambo gani. Kina nani hao, kwani mbona wanabomoa nyumba? Sesi alisisitiza kuuliza tena. Nyumba na eneo lilikuwa linatambulika kwa jina langu. Niliuza kwa kuwa sikuwa nakaa hapa. Yusufu ndo ambaye alimleta huyu mzee kwa sababu nilijua kwamba tunaweza hata kukaa kwa kipindi hiki chote. Kumbe ndo kabomoa sasa hivi. Nina alisema vitu ambavyo sisi kama alikuwa elewa. Kamba hivyo una akili kweli wewe? Akili unazo kweli wewe?
Sesi aliuliza. Alichukizwa na kile ambacho aliambiwa na rafiki yake. Akajikuta akiondoka mahali pale huko akisema, kumbe nakaa na wewe muda wote najua kwamba rafiki yangu ana akili timamu, kumbe kichwa bwabwa. Yaani unaongoza na hisia. Haya, ona sasa nyumba umeuza, utakaa wapi sasa? Kama chizi na usinitafute. Aliongea na akaondoka mazima. Sasa nisikize basi, msaada wako kwangu ni muhimu sana hasa sasa hivi, alisema huko akimkimbilia Sesi, lakini alikuwa amechelewa kwa sababu alikwisha kupanda pikipiki. Basi akabaki mwenyewe. Matumaini ya kupata msaada yalimwisha. Alimtazama mama yake ambaye alikuwa akilia mno, kuamini hata nyumba yake inabomolewa. Mama, mbona nyumba ilishauzwa na hati hizi hapa tuna kila kitu? Mzee huyu ambaye ndo alikuwa mmiliki wa nyumba ile alimwambia, nani ambaye alikuuzia? Nina, kama ambavyo unaona hapa kuna jina lake, hii hapa ndo sahihi yake. Wewe binti, hebu njoo hapa, alisema mzee huko akimuita Nina. Mama Nina alimtazama mtoto wake ambaye alitembea kwa hatua za kusita sana. Alikuwa na hasira naye. Ndani ya kichwa chake aliwaza nini cha kumfanya, lakini alikosa mpaka Nina anafika mahali pale. Ongea na mama yako vizuri, maana anahisi kwamba labda sisi ni watu wapya, labda hatuna mamlaka dhidi ya nyumba hii, alisema mzee. Nina, ina maana nyumba umeuza? Mama Nina aliuliza. Nina hakuwa na kuzungumza zaidi ya kuangua kilio. Mdomo wake ulishindwa kutoa kauli thabiti ambayo ingemtuliza mama yake ambaye alikuwa na hasira mno. Na kuuliza, wewe hili eneo umeuza? Alifoka tena. Ndio mama, nimeuza, niliona haina umuhimu, Nina alisema. Ilikuwa ni kauli ambayo mama Nina alishindwa hata kuivumilia. Ilimtibua mno na kumpa hasira kubwa sana katika mwili wake. Damu yake ikachangamka na maamuzi ya hasira yakafuata. Alimpiga mtoto wake kofi moja takatifu, akamwambia, mpumbavu mkubwa wewe. Yaani unauza eneo afu tukae wapi sasa? Haya, niambie tunaenda wapi? Nina, nini ambacho umefanya? Umefanya nini mwanangu, umefanya nini? Mama Nina aliongea huko akianza kulia. Mama ni Yusufu ndo ananiambia tuuze. Ni yeye, sio mimi. Ninajitetea, lakini bado mama yake akubali naye kwa kile ambacho alikisema. Yusufu ndo nini sasa? Sijawahi kuona mtoto mjinga kama wewe, baba yangu. Naomba nisikize, hii ni nyumba yangu, hii ni nyumba yangu, Mama Nina alisema huko akitaka kupiga magoti kumuomba msamaha yule mzee. Lakini kwa bahati mbaya mzee hata hakuwa na habari naye, ndio kwanza alitaka aondoke kwenye ile eneo ili endelee kubomoa nyumba, na alikuwa amepanga kushusha mjengo mwingine ambao ungekuwa bora zaidi kuliko ile ambayo ni ya mwanzo. Mama, nimeweka hela hapa. Wewe binti, mwambie mama yako kwamba umeniuzia shilingi ngapi hii nyumba. Baba, kweli nakwambia ile eneo ni langu kabisa, eneo ni langu, sio la huyu chizi. Wewe mpuzi, si useme kwamba ile eneo sio lako, Mama Nina alisema kwa kumtingisha mtoto wake. Mama, niseme nini mimi? Haya, hiyo milioni 50 natoa wapi sasa hivi? Natoa wapi? Nina aliongea kwa kiangua kilio. Alishindwa kumwambia mama yake uamuzi wake kuuza eneo kwa sababu hakumshirikisha mwanamke yule ambaye alimleta duniani. Mapenzi yake kwa Yusufu ndo aliona kitu ambacho kinafaa kwa sasa, na aliona kwamba alikuwa sawa. Mwanangu, ina maana umeuza? Mama Nina alishindwa hata kuongea, kadondoka chini. Kabidi sasa Nina aombe msaada ili aweze kumpeleka mama yake hata hospitali. Kila alikuwa anamuomba aliendelea na mambo yake, isipokuwa watu ambao walikuwa wanarekebisha ile nyumba, lakini nao walizuiliwa na baadhi ya wananchi. Mwacheni tu huyo bwana, huyo mama hakuwa na ushirikiano kabisa na wenzake. Mnadhani kwamba sisi tulikuwa hatuwezi kumsaidia? Tunaweza tu, lakini tunamwacha. Mmoja wa mama ambaye alikuwa amesimama pale pembeni alisema, lakini anaweza kufa huyu. Mzee aliongea. Bora kwa kweli, yani tena bora. Unajua huyu binti, yani huyu binti yake alikuwa mtu ameshauzi sana. Tena msiba anaweza kutokea pale na asije hata kukuona kukupa pole. Hawana ushirikiano kabisa, alisema mwingine. Basi Nina alijaribu kuomba wale watu, alitumia nguvu kubwa, lakini bado hakuna ambaye alikubali kwenda kumpa msaada. Mwisho aliona boda inapita, akamsimamisha na akamchukua na kumpeleka hospitali Butimba ambako alianza kupatiwa matibabu. Mungu, naomba mponye mamangu, naomba mponye mamangu, Nina alisema huko akidondosha machozi katika benchi ambalo alikuwa amekaa. Hasi bwana, sasa turudi upande wa Rasma pamoja na Maina kule nyumbani. Majira ya saa 1 usiku sasa nyumbani kwao. Anaonekana Maina akiwa anapika jikoni, huku Joni akiwa sebuleni anafanya baadhi ya hesabu, na Rasma alikuwa chumbani akipanga baadhi ya vitu. Basi kwa kuwa waliambiwa kwamba Mama Abdul angekuwa mahali pale siku ambayo inafuata, basi hawakuona kama wanashindwa kufanya mambo mengine. Baada ya kupanga vitu na kuweka sawa, Rasma kutoka chumbani na kuelekea jikoni. Jamani, mambo yanabadilika. Ni leo hii hala kuomba msamaha vile, alisema Rasma huko akiangua kicheko. Sasa unacheka nini? Mwenzako niko na waza hapa ujue. Unawaza nini tena? Sasa kama watu ambao umetesa hivi na wenyewe sina bidii wateseke tu. Hapo kuna cha kuwaza tena? Au wewe ndio umeanza kujitafutia vidonda vya tumbo? Alisema Rasma. Basi Maina alikaa kimya. Alimtazama Rasma kwa zaidi ya dakika moja kisha akamwambia, "Unahisi mwanangu akikua na kutaka babake nitampeleka wapi?" Ushaanza mambo yako ya Kabla hata hajamaliza kuongea sauti ya gari nje ilisikika. "Nani huyo?" Maina aliuliza. "Sijui, hebu." Rasma alisema na kutoka hadi sebuleni kisha akafungua mlango. Macho yake yalikutana na mama mdogo ambaye
Alishuka katika gari huku akionekana kama ni mtu ambaye alikuwa na haraka sana. Mama, kuna nini? Muda wa kuondoka. Abdul Karim amesema kwamba tumkute Kenya tayari na kila kitu ameshakifanya. Tiketi hizi hapa nimeletewa. Kwa hiyo tunaondoka usiku. Ndio, zipo ambazo zinaondoka. Kwa hiyo tuondokeni hapa jamani. Kuna mtu ambaye nimeongea naye atakuja kesho na atarekebisha hapa. Nataka kuweka gorofa. Kabla hajamaliza kuongea basi sauti ya pikipiki mbili ambazo ziliongozana zilisikika na kusimama kwa pembeni hivi. Moja alishuka Ala ambaye alikuwa na Razak, huku nyingine akishuka Laila akiwa na Garma. Walikuwa wameongozana bila wenyewe kujua, lakini wote walikuwa na lengo moja la kufika mahali pale ili kuomba msamaha kwa Maina. Sasa bwana, upande mwingine huku tunaonyeshwa kwamba Nina alikuwa amejinamia huku akijaribu kutafuta hatima mwisho wa maisha yake na hatima ya mama yake pamoja na afya yake, kwa sababu mama yake alikuwa amelazwa wakati ule. Kawa nawaza sasa ni ndio wapi kuomba msaada, maana Yusufu ni kama amenikimbia, kwa hiyo nimebaki mimi na mimba, pesa zangu kaondoka nazo. Nina alikuwa anaongea huku akitazama tumbo lake. Alipoinua kichwa na kutazama mbele, sehemu ya kwanza ilikuwa ni katika chumba cha daktari. Alitazama kwa sekunde kama 40 kisha kahamisha macho baada ya kusikia kama sauti ya kitu kinaburuzwa. Naam, ni kweli kilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kinaburuzwa. Hakikuwa kingine bali ni machela kama sio kitanda. Hakuamini zaidi ya kile ambacho kilitoka katika chumba ambacho mamake alikuwa amelazwa. Juu ya kitanda kuwa na mwili ambao ulifunikwa na shuka kubwa jeupe lililoandikwa MSD. Alisimama kwa haraka na kupiga hatua hadi kwenye kile kitanda kuwasimamisha madaktari. Mama amefariki, alitamaki, ikiwa ni kama sehemu ya swali kwenda kwa madaktari ambao walikuwa naona. Ndio, tunaomba tumpumzishe kwanza, baada ya hapo pige simu kwa ndugu. Hakumaliza hata kuongea daktari, Nina alidondoka chini baada ya pumzi kumzidia. Mwili wake ulipoteza mawasiliano na akili, macho, pua wala ngozi, kila kiungo cha fahamu kilikuwa kimepotea. Jamani, mpelekeni chumbani haraka, hakikisheni kwamba anapatiwa matibabu muda ambao unatakiwa, daktari alisema, na wengine wakaitikia okay sawa. Walitikia na kumbeba kwa haraka mno ili aweze kupatiwa matibabu. Sasa bwana, tunarudi pale kwa kina Maina baada ya kina Ala kushuka katika pikipiki. Kila mmoja alisogea karibu na kina Rasma ambao waliwatazama huko wasijua kulikuwa na walikuwa kwenye eneo lile kwa lengo gani. Kuna nini? Mbona mmeongozana wote? Rasma aliuliza huko akimtazama mmoja baada ya mwingine. Maina uko wapi? Nataka nizungumze naye, aliuliza Razak. Yuko ndani, unataka kuzungumza naye nini? Yaani kuhusu nini? Kuhusu Ala. Okay, na wewe Laila, mbona umefuatana na huyu? Kuna nini? Rasma alibadilisha mada baada ya kumuona Laila akiwa ameongozana na Garma. Naomba kama ukiwa tayari basi tuzungumze, alisema Laila. Kuhusu nini sasa? Kuhusu kaka yako. Poa, afu Joni, hebu muite mama mdogo huko ndani kwanza, Rasma alisema huko akimtaka Joni amuite Maina. Basi Joni alifanya kama ambavyo alikuwa ameambiwa, na hapo alienda kumuita Maina. Dakika 2 Maina alikuja pale. Eti wewe nataka kuongea na wewe, alisema Rasma akinyosha mkono kwa Ala. Kuhusu nini sasa? Maina alikaza. Sijajua, acha mimi nipambane na wangu. Mama, nakuja kwanza, ila usijali, safari ipo tu kama tulivyopanga, alisisitiza Rasma, na kisha alisogea pembeni ili aweze kuzungumza na Garma. Lakini tukio la ajabu lililotokea ambapo Garma alisema kwamba hakuwa anahitaji kuzungumza na Rasma, badala yake alitaka kuzungumza na Maina. Mimi namtaka Maina, alisema Garma. Tena? Ndio. Okay, hakuna shida baby. Naona watu wote wanakutaka, alisema Rasma huko akimtazama Maina ambaye alianza kuingia katika mazungumzo na Ala huko Razak akiwa kama mtu katikati. Ala alichukizwa sana kuona hata Garma anataka kuzungumza na Maina. Alisema kwa kufoka, "Oya, si uende ongea na dako kwa vipi bwana? Wewe nani ambaye unamkoromea hivyo sasa?" Garma aliuliza kwa hasira akitaka kumfuata Ala. "Hii leo kaliene niko hapa, msidhani kama kuna ambaye nitamsikiza kati yenu." Maina alisema. "Baby, naomba unisikize mimi. Achana na Ala, ni mshamba tu huyo. Kumbuka wapi nimekutoa Maina." Garma alianza kujikingia kifua chake. "Maina, fikiria kuhusu mimba ambayo unayo. Mtoto ananihitaji kwa hali na mali mamaangu," alisema Ala huko akimvuta mkono Maina ili aweze kuzungumza naye. Basi sintofahamu iliibuka katika eneo lile, kila mmoja akitaka kujitetea kwa upande wake. Maina alibaki njia panda. Hakujua msikize nani au mwache nani. "Jamani, tunachelewa mjue, ndege saa 2:30 inaondoka. Na sasa hivi ni saa 2:10. Mama mdogo alisema. "Maina, kama ulivyosikia, kwa hiyo jukumu ni la kwako. Sisi tunaondoka, utajua mwenyewe na watu wako," alisema Rasma. Kisha aliingia ndani ambako alichagua baadhi ya nguo ambazo aliona kama zinaweza kumfaa na kuanza safari yake ya kutoka Mwanza hadi Kenya. Baada hapo angetafuta nyingine na kufika Dubai. Sasa baada ya kuchagua nguo alimtazama John akamuuliza, "Ushaoga?" "Ndio." "Haya sasa, acha unachofanya, safari tayari imewadia," alisema na kumshika mkono, kisha aliondoka naye hadi nje. "Mama, tayari sisi tumeshajiandaa, tuondoke sasa," alisema Rasma huko akimtazama mama mdogo.
Macho mdogo alitua kwa Maina ambaye alikuwa nje panda kati ya kuendelea kuwasikiza kina Ala na Garma ambao walizidi kutupiana maneno ama aondoke na Rasma. Kwa hiyo sisi tunaondoka, pambana na watu wako, mdogo alisema huko akipiga hatua hadi katika renji na kuingia ndani. Maina, nakuomba usiondoke. Garma lalamika lakini hakusaidia kitu. Maina alipiga hatua na kuingia ndani nyumba yao. Alitoka na kufuli kubwa ambako alifunga mlango, kisha alimtazama Garma na kurudisha macho kwa Allah akasema, kisichokuwa riziki akiliwi tena hata iwe vipi. Kwa hiyo mimi sikuwa riziki ya yoyote kati yenu, sio wewe Allah wala Garma. Ndio maana mlinifanyia yale ambayo mlimwako kuyafanya. Kama angekuwa amekuja mmoja kuniomba msamaha, naamini kwamba moyo wangu ungekuwa mlaini sana na ningefunguka, lakini mmekuja nyote wawili. Sina chaguo. Sitaki kumuumiza yote kati yenu, lakini naweza kusema kwamba naondoka, kuonana ni majaliwa. Maina aliweka kitu hapo na kuondoka mahali pale. Machozi yalimfuatia nyuma yake, lakini hakubadilisha msimamo wa kile ambacho alikuwa amekiamua, na aliamua kuanza upya na kutengeneza maisha yake upya. Alipanda katika gari na kisha waliondoka katika eneo lile kuelekea airport ambako safari rasmi kwenda Dubai kupitia Kenya ilianza. Ina maana Maina, nimekupoteza, Garma alisema ndani ya moyo wake huku akitazama gari ambalo lilikuwa linazama. Maina, nimekupoteza, Allah pia alisema kwa sauti kubwa huku akiangua kilio. Ama hakika wawili hawa walimpoteza Maina na wote wawili walikuwa wakilia. Sasa upande wa hospitali pale ilisikika sauti ya daktari ambaye alikuwa anasema yani huyu ana bahati kwamba mimba iko salama, lakini ampoteza nguvu za miguu kabisa, ataanza kutembelea magongo na kiti baada ya kutoka hapa. Ilikuwa ni sauti ya daktari ambaye alikuwa akizungumza na mwenzake wakati akimkabidhi ripoti juu ya afya ya Nina. Ina maana hana tena uwezo kutembea. Ndio inaonyesha hivyo. Mungu wangu. Anyways, tutaona anaponaje. Acha kwanza nimtibie akiwa kama sehemu ya kuokoa maisha ya mtoto. Hayo mengine tutajua. Daktari alisema na kisha aliondoka katika ofisi ile. Huu ulikuwa ndo mwanzo wa maisha mapya kwa Nina ambaye miezi 4 mbele alijifungua mtoto wa kike. Mtoto huyo alifanana naye, lakini msaada alikuwa amekosa kabisa. Hakuna mtu ambaye alimsaidia katika maisha yake. Yule ambaye alikuwa anamfahamu alimnyima msaada. Na upande wa Ala, tangu kumpoteza Maina, alirudi katika kibanda kidogo ambacho mamake alikuwa anakaa kabla, ambako ilikuwa ni maeneo ya Kilimahewa kule, ambako alikuwa ameanzisha maisha mapya huko tena. Sasa maisha haya yalikuwa ya ulevi kupindukia. Kichwa chake kilipoteza kabisa mwelekeo. Alikosa marafiki, alikosa mpenzi pia, lakini pia alikosa mali katika maisha yake, na vitu vyote hivi vilimuumiza sana. Kwa upande wa Maina, alikuwa amejifungua mtoto wa kiume ambaye alikuwa amefanana mno na Allah. Kwake ilikuwa ni furaha sana, lakini kila alipokumbuka kuhusu baba mtoto wake, alikuwa anakosa amani. Rasma aligeuka kuwa mshauri wake, hakuacha kumwambia mambo mbalimbali ambayo yalimjenga kisaikolojia. Na sasa ni mwaka ulikuwa umepita. Garma alikuwa amerudi katika hali ya kawaida, ila sio kiuchumi. Alianzisha biashara yake ya kuchoma mishikaki kila inapofika jioni kando ya barabara. Siku moja ikiwa anachoma, kuna mtu ambaye alikuja na kukaa pembeni yake. Alikuwa akifahamu sura ile. Kuna mtu ameniambia kwamba unatafuta hela sijui uende Dubai. Yule mtu alimuuliza, ndio, nataka kwenda kumuona Maina na Rasma, wale ni sehemu ya maisha yangu. Okay kaka, basi mimi na kaka yangu ambaye anaishi Oman alikuwa anatafuta mtu wa kwenda kufanya kazi kule. Nimetafuta mtu lakini nimekosa. Vipi, unataka kwenda ili wakati unafanya kazi huko pengine ndio iwe nafasi ya kumuona Maina? Aliuliza mtu yule. Garma aliwaza kwa muda sana. Kichwa chake kilichanganua kile ambacho amekisikia. Upo tayari ili niongee na kaka? Mtu yule alisisitiza. Ndio, ongea naye, mwambie kwamba amepatikana, alisema Garma. Basi yule mtu alitoa simu na kuongea na kaka yake. Alimueleza sifa za Garma na kwa bahati nzuri alimuelewa na akakubali. Basi mwisho akamwambia tiketi hapa, kesho utaenda zako hapo, tutaondoka, alisema yule mtu akimpa tiketi Garma. Basi Garma hakuamini kama kweli amerahisishiwa safari ya Dubai ambako alikuwa anakuota kila siku. Aliamua kufunga biashara yake. Alirudi nyumbani siku ile mapema sana. Alijiandaa kwa kila kitu na hatimaye asubuhi ilipofika, safari ya kwenda airport ilianza. Alipofika alipanda katika ndege na akasali. Mungu, naomba unisaidie huku niendako nikakutane na familia yangu, aliomba na kisha aliweka tabasamu. Msikilizaji, na hatimaye rasmi sasa tumehitimisha simulizi yetu nzuri kabisa ya Maina. Hii ilikuwa ni sehemu ya 13, lakini pia ilikuwa ni sehemu ya mwisho kabisa katika andiko hili ambalo Sam Dafur ametuletea na ametupa mafunzo mengi sana. Hapa ndani tumepata kuona mapenzi,
tumepata kuona usaliti, tumepata kuona siasa, tumepata kusoma kidogo, maana tumerudishwa mpaka kwenye masomo ya kisayansi na kadhalika. Tumefundishwa uchumi pia, tumejua nini hata maana ya biashara, tumejua pia upendo wa kweli, tumejua pia msamaha wa kweli ni upi, lakini tumejifunza watu wenye roho nzuri bado hapo. Ama hakika imekuwa ni andiko ambalo liko na vitu vingi sana vya kujifunza, achana na ndani ya story, lakini pia ni nje katika maisha yetu ya kawaida. Msikilizaji, bila shaka umeenjoy sana tangu tulipoanza katika sehemu ya kwanza ya Maina mpaka leo tumehitimisha sehemu ya 13, na mimi naamini kwamba kwa kitu kizuri sana ambacho umejifunza kupitia andiko hili. Andika comment yako hapo chini, usiache kuendelea kuifuatilia Simulizi Zetu Media, lakini pia usiache kutuambia wakati wote ulikuwa unatusikiliza kutokea wapi. Asante kwa kunisikiliza. Jina langu naitwa Tutu. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine nzuri kabisa hapa Simulizi Zetu Media. Bye bye.